Mnamo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2019, klabu kubwa kutoka nchini Hispania, klabu ya Sevilla ilikuja Tanzania kucheza mchezo dhidi ya Simba. Yes, najua umeshtuka kidogo, lakini ndio walisia wenyewe huko, na kwenye takwimu zetu na rekodi tulihifadhi vizuri zaidi. Miaka 7 imepita mpaka hii leo 2026, na kwenye mchezo huo Simba aliweza kupoteza kwa mabao 5-4 kwenye mchezo ambao ulipigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Hii leo tuna habari kubwa kutoka viunga vya Jangwani. Rais wa klabu ya Yanga, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika kwa maana ya SA, lakini pia mjumbe wa kamati ya mashindano ya FIFA, Engineer Hersi Said, ana habari kubwa ambayo amekwenda kuifanya nchini Hispania kwa kushirikiana na rais wa klabu ya Sevilla, si mwingine ni Jose Maria del Nido Carrasco. Je, ni yapi ambayo ameyazungumza? Hakika wananchi watafurahia jambo ambalo rais wa klabu yao amekwenda kulifanya nchini Uhispania. Nina habari njema ya kukujuza mtazamaji wa Data Sports, lakini na Watanzania wote kwa ujumla kuhusu Jaba Air Solution, mabingwa wa kusafirisha bidhaa kutoka Guangzhou, China mpaka kwenye ardhi takatifu ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ardhi ambayo ina mambo mengi zaidi ambayo tunajivunia mazuri tu. Sasa unaweza kuagiza mzigo wako kutoka Guangzhou, China mpaka nchini Tanzania ndani ya siku 3 pekee. Yani ukiagiza leo tarehe 7, tarehe 10 unapokea mzigo wako. Au ni Jaba Air Solution, mabingwa kabisa wa kusafirisha bidhaa kutoka China mpaka nchini Tanzania. Langu jina ni Alois Sagara, nitakuwa na Hassan Saddam kukujuza je, ni taarifa ipi au ni kipi ambacho kimejiri baada ya rais wa Yanga Engineer Hersi kukutana na rais wa Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco. Hassan Saddam. Na ulipokuwa unazungumzia hiyo mechi ukanikumbusha mechi ya Simba na Sevilla. Simba walikuwa washaichukua ile mechi mpaka dakika 80 na kitu, Simba walishaichukua mechi. Mwalimu akafanya mabadiliko mafupi ili kila mchezaji aweze kufanya, aweze kupata burudani, aweze kucheza. Baada ya yale mabadiliko, mwisho wa siku Sevilla wakasawazisha yale mabao na wakafunga moja la ushindi. Mechi ikawa imeisha hivyo, Sevilla akawa ameibuka na ushindi. Sevilla hawakutaka fedheha kwa sababu kwa kipindi kile Sevilla ilikuwa ni timu kubwa kweli kweli. Sasa na ni klabu ambayo ina makombe mengi sana ya Europa. Sasa hawakutaka kuharibiwa CV yao kwamba tumefungwa na klabu ya Simba tena kutoka nchini Tanzania. Kuepuka aibu ile, wakafanya sabu za haraka sana ili kuja kusawazisha na kutafuta bao la ushindi. Aise, tumesikiliza kwamba Engineer Hersi amekutana na rais wa klabu ya Sevilla kwa maana Jose Maria del Nido Carrasco, na lengo kubwa zaidi ambalo walizungumza, lengo kubwa la kikao kile ilikuwa ni kutazamia jinsi ya kuendeleza, kukuza na kusimamia vipaji na ushirikiano ambao utaenda kuanzishwa kati ya vilabu hivi viwili. Tunazungumzia Yanga Soccer School Academy. Kama unakumbuka mwaka jana Yanga waliweza kufungua akademi hiyo ya kutoa fursa kwa vijana wa Kitanzania na hata kutoka mataifa mengine kuja kujifunza kwenye akademi yao kwa maana ya Yanga Soccer School Academy. Sevilla imekuwa ni klabu ambayo kwa Ulaya wenzetu ni mambo ya kawaida, yani kila klabu kuwa na akademi yake yamekuwa ni mambo ambayo ni ya kawaida zaidi. Kwa hapa Tanzania klabu ambayo inakuwa nafanya vile japo sio rasmi zaidi ni Mtibwa Sugar. Nasema sio rasmi kwa sababu hawajawa na ule mwendelezo wa kuzalisha sana, hata kwa mwaka mzima kuzalisha wachezaji zaidi ya 20 mpaka 30 inakuwa ni nadra sana. Klabu ambayo imekuwa ikifanya hivyo, inafanya more professional, ni Azam FC. Napozungumza Azam FC nina mfano ambao ni halisia zaidi. Mwaka jana kuna vijana 3 walienda Sweden kwenye klabu ya AIK. Namzungumzia Mohamed Shila, lakini pia Ismail Omari, alafu na Aidan Rashid. Yes, vijana Rashid watatu hawa wakaenda AIK ya nchini Sweden kwa ajili ya kufanya mafunzo mbalimbali. Unapoitazamia klabu ya Yanga, Engineer Hersi amekuwa sio mtu wa kukaa sehemu moja, amekuwa akizunguka kwenda kupata mafunzo, kujifunza zaidi, anakuja ana inject ndani ya Yanga kwa mashirikiano ambayo anaenda kuanzisha na klabu ya Sevilla. Pengine tutaanza kushuhudia ule urahisi wa kuona wachezaji wa Kitanzania, vipaji kutoka Tanzania kwenda kujifunza nchini Sevilla, kwa sababu kama kuna ushirikiano tutarajia urahisi wa mambo hayo kufanyika. Kwanza tuseme ushirikiano wa Sevilla na Yanga umeanza muda, kwa sababu tangu wanaanza ule mfumo wa mabadiliko wao Yanga tayari wamekuwa na ushirikiano mzuri na klabu ya Sevilla kutoka nchini Hispania, na hivi tena unaweza kusema ushirikiano umeongezeka zaidi baada ya rais wa klabu ya Yanga kukutana na klabu wa rais wa Sevilla ambao ni Jose Maria Carrasco. Walipokutana wale wawili, unaona ni faida sasa. Ina maana kutoka kuna faida kwenye Yanga School Academy. Wachezaji wengi watakao kuwa wanazalishwa pale wana uwezo moja kwa moja kwenda Ulaya katika nini klabu
ya Sevilla kwa ajili ya kufanya majaribio, kupata elimu. Kumbuka wachezaji tumeona kama Azam aliwapeleka wachezaji wake Sweden kwa ajili ya kupata elimu ya miezi 6 na wengine ukibahatika unapata na timu unafanyaje, unaendelea kucheza. Kwa hiyo itakuwa ni faida kubwa kwa klabu ya Yanga. Mfano mzuri leo tunazungumzia academy kubwa hapa nchini barani Afrika ambazo zimetoa wachezaji wale. Unakuta mfano, unaona hii ni Sevilla, unakuta klabu ina ushirikiano na academy kutoka Afrika, na unakuta unapata urahisi wa wachezaji kutoka kwenye zile academy kwenda Ulaya. Mfano mzuri tuangalie mfano labda Senegal, ambao Senegal imekuwa na Generation Foot Academy. Ile academy ukiangalia imezalisha wachezaji wengi sana kwenda bara la Ulaya, hususan Ufaransa ndio wachezaji wao, kwa sababu ina ushirikiano mzuri na klabu moja hapa nchini Ufaransa ya Metz. Wamekuwa na ushirikiano mzuri. Mfano mzuri tunamzungumzia Sadio Mane, ambao unaweza kusema hata leo Generation Foot wanajivunia uwepo wa Sadio Mane, kwa sababu wanasema huyu tumemwandaa sisi kwenye akademi yetu, amebahatika ametoka nje. Kwa hiyo ina maana tukirudi kwa Yanga sasa, endapo mchezaji atafanya vizuri kwenye akademi ya Yanga, atapata nafasi ya kwenda Uhispania. Tumeshangaa majina kutokana na ushirikiano uliopo kati ya Yanga na Sevilla, unaweza kuwasaidia wachezaji hapa Tanzania wawe wazao labda wengine, lakini kupitia akademi ya Yanga kwenda nje. Umezungumzia Generation Foot Academy ya nchini Senegal. Ukiachana na Sadio Mane, kuna majina ambayo nayakumbuka ambayo pia yamezalishwa kutoka kwenye akademi ile. Pale Spurs kuna kiungo mmoja mahiri sana anaitwa Papi Matsari. Bonge moja ya kiungo katoka pale Generation Foot. Lakini pia kuna Ismaila Sali pia katoka Generation Foot. Umezungumza vizuri sana. Lakini bado kuna academy nyingine, kwa mfano ASEC Mimosa Academy. Ni academy ambayo inapatikana nchini Ivory Coast, anakotoka Pacome Zouzoua. Ni academy ambayo imezalisha majina makubwa sana kwenye soka. Unamzungumzia mtu kama Yaya Toure, unamzungumzia Kolo Toure, unamzungumzia Jevinho, unamzungumzia Solomon Kalou, unamzungumzia Didier Zokora. Kwa hiyo ni majina ambayo yalikuwa na profile kubwa sana barani Ulaya. Kuna academy ambayo inapatikana Afrika Kusini. Hapa sasa tunakuja kwenye zile academy ambazo zina ushirikiano na vilabu vya barani Ulaya. Kuna academy inaitwa Real Madrid Academy inapatikana Afrika Kusini. Klabu ambayo ilizindua mwaka jana mwezi wa kwanza kwa maana 2025. Ile wachezaji ambao wanafundishwa pale wanafundishwa misingi na falsafa ya Real Madrid. Ina maana Real Madrid akisema anakuja Afrika kuchukua vipaji, anajua anaenda wapi ambako atapata kuna wachezaji anafika anasema ninamtaka center back mwenye miaka 12 niondokeni sasa kumpeleka Hispania. Akifika pale anajichagulia bila wasiwasi yoyote, kwa sababu ana misingi yake binafsi ambayo amefundisha yeye. Kuna misingi ambayo inayofundishwa Real Madrid nchini Hispania, ndio ambayo ile tawi lao au akademi yao ambayo iko Afrika Kusini, ndicho kitu kile ambacho wanafanyaje, wanafundishwa. Kwa hiyo akifika kule haitampatia ugumu wa kuadapti mfumo, kuadapti falsafa ya klabu wala mazingira. Labda kwenye tutakuja kwenye mazingira, kwa sababu mazingira ya Afrika Kusini na Hispania Madrid ni tofauti. Ukizungumzia mfano kuna PSG Academy Pro ambayo nayo bado iko Senegal. Maana nakwambia tuko tunaangalia AFCON ambayo inaendelea nchini Morocco. Ukisema Ufaransa ndio ligi pekee ambayo imetoa wachezaji wengi kuja kushiriki kushiriki AFCON. Kwa hiyo unaweza kujiuliza, ndio maana tunaanza unaona kuna Generation Foot ambayo ina ushirikiano mzuri na klabu iliyoko hapo Ufaransa. Unamzungumzia Paris Saint-Germain naye tayari ana akademi yake ndani ya South Africa, ndani ya Senegal. Kwa ina maana pale anaendelea kuzalisha wachezaji wana misingi ya Paris Saint-Germain. Ina maana hata leo akija Afrika tunajua tunaenda moja kwa moja sehemu fulani kwenda kuchukua vijana wetu. Kwa hiyo tunarudi sasa uhusiano mzuri kati ya Yanga na Sevilla. Atakapokuja labda sasa wamekutana na rais wa Sevilla, amempa mafunzo na elimu, amemchukua kijana wake, labda amekuja kufanya training hapa Tanzania. Ina maana hata Sevilla leo akija kusema tunataka tuongeze kwenye akademi yetu vipaji kutoka bara la Afrika, hawatoenda tena Generation Foot ya Senegal, wala hawatoenda pale labda PSG nini Academy Pro, hapana, wala hawatoenda Real Madrid kule Real Madrid Afrika Kusini. Direct anakuja moja kwa moja nchini wapi? Tanzania kwenye akademi ya Yanga Soccer School Academy, kwa sababu ya ule ushirikiano mzuri uliopo. Na ndio maana leo hii unaona vilabu vingi vimekuwa na ushirikiano na mataifa mengine. Na tunasikia deal la mchezaji kutoka Real Madrid, kutoka Ahly kwenda Barcelona, nafikiri alisikia ule nao ni muunganiko unakuwa. Kwa hiyo na maana kama kuna uhusiano mzuri ambao Engineer Harrison anaendelea kuutengeneza siku hadi siku, ndio hivyo tunazidi vijana wetu hapa nchini Tanzania waweza kupata nafasi ya kwenda kuonesha makubwa kimataifa. Asani, umezungumza vizuri sana. Ukitazamia Tanzania tumekuwa na huo uhaba wa kuexport tunasema wachezaji kutoka kwetu hapa
kwenda nchi nyinginezo hasa barani Ulaya. Kwa sababu juzi tumetazama michuano ya AFCON ambayo tumeondoshwa. Miongoni mwa wachezaji ambao tumekuwa tukiwaimba kwamba wamekuwa na performance bora sana ni wachezaji ambao wanacheza nje. Unamzungumzia Alphonse Mabula, unamzungumzia Novatus Dismas Miroshi, unamzungumzia Tarini Al-Lakia, unamzungumzia Chazi Mombwa, unamzungumzia Haji Mnoga. Sijui unaelewa? Hayo ni majina ya wachezaji ambao timu ya taifa wana mchango mkubwa kwa sababu wanacheza barani Ulaya. Hatujamwacha pia Mbwana Ali Samata. Hata Simon Msuva pia. Yes, kuna nyakati ambazo alikuwa barani Ulaya anacheza. Kwa hiyo pengine kwenye kitu ambacho amekifanya Engineer Hersi, mimi naona inaweza kuwa na urahisi zaidi kwa sababu kama leo hii Yanga Soccer School inakuwa na ushirikiano na klabu ya Sevilla kama ulivyozungumza, watakuwa wanasema tunahitaji sasa kupata vipaji asilia kutoka barani Afrika. Hawatoenda tena Generation Future, wataenda pale Yanga Soccer School kutazama kipaji ambacho wanaweza kukichukua na kukipeleka nchini Hispania. Ukitazama vision ya Engineer Hersi siku zote amekuwa akitamani kuiona Yanga kwa ukubwa zaidi. Na ndio maana hata hao wachezaji ambao wanahusishwa hivi sasa Yanga kuondolewa ndani ya Yanga na kuletwa wengine kwa maana kupisha kwa sababu wanaona hawajadeliver kwa wakati wanaondoshwa, ni kwa sababu ya vision ambayo yuko nayo Engineer Hersi. Unajua siku zote hizi academy tunasema ni feeders club, kwamba inakuwa ni yani ni kama vile tunasema ni kichaka ambacho klabu inakuwa inajitengenezea kukuza vipaji ambavyo wanajua leo na kesho watakuja watusaidie. Barcelona ambayo imetawala soka barani Ulaya kwa muda mrefu ilikuwa inajivunia uwepo wa La Masia, kwamba ilikuwa ni academy ambayo inazalisha vipaji vingi. Vile vipaji ambavyo vilikuwa vinazalishwa La Masia vilikuwa vinapanda juu vinakuja kuisaidia Barcelona. Na kuna nyakati hapa pia walitaka kuingia kwenye mfumo mwingine wa kuanza kusajili wachezaji. Unakumbuka mpaka Boateng alienda pale Barcelona. Hakuwahi kupita Barcelona, hakuwahi kujua falsafa ya Barcelona, na mwisho wa siku tukaona Barcelona inazidi kudidimia. Walivyogundua kwamba tunaanza kuiepuka misingi yetu ya kutoa vijana kwenye academy yetu ya La Masia kuwapandisha juu waje wasaidie timu, waipambanie timu, tunaporomoka. Tuachane tena na soka la kushindani kusajili wachezaji wengi zaidi kwenye dirisha la usajili, tuanze kutoa vipaji vyetu ambavyo tunavikuza La Masia vije juu. Ukawashuhudia akapanda akina Gavi, wamekuja akina Pedri, Lamine Yamal ambaye tunasema hivi sasa pia ni miongoni mwa vipaji ambavyo vinaimbwa sana duniani. Ndani ya Yanga tutarajie hicho kitu pia kinakwenda kutokea kwa sababu tuna vipaji vingi. Ndicho ninachokiamini mimi, ila ni vipaji ambavyo vilikuwa vinakosa platform. Japo shaka langu ni eneo moja nitagusia mwishoni, ila nikuachie nafasi na utia maneno. Ulichozungumza vizuri, nitaka nikwambie academy huwa nalo ni soko jingine, unakuwa umejitengenezea soko, kwa sababu unapomwandaa kijana vizuri kwenye misingi mizuri ya soka unaruhusiwa kwenda kumuuza popote. Mfano turudi tuizungumzie Mtibwa Sugar ambayo Mtibwa 2015 karibu wachezaji wengi unaoona leo ligi kuu wengi, unaanza kumzungumzia Shiza Ramadhani Kichuya, unamzungumzia Mzamiru Yasin Selemba. Kuna wachezaji wengi waliuzwa kutoka Morogoro Youth Academy kwenda katika vilabu vikubwa nchini Tanzania na wakafanya mazuri. Kwa ile unapotengeneza academy yako vizuri, lile ni soko umeliandaa kwa ajili ya baadaye kuliuza au baadaye lije likunufaishe wewe mwenyewe binafsi. Leo unaweza kukuta leo Yanga anakuambia kwenye Yanga yao amepandisha vijana 3 mpaka 4, lakini anaifanya vizuri. Tunamzungumzia ni Clement Mzeze ambaye alipandishwa 2020. Tunamzungumzia Clement ambaye mpaka leo hii anaendelea kukulipa. Kwa hiyo ina maana ulipogusia La Masia ukasema leo hii tunavyoizungumza Barcelona, karibu wachezaji 8 wote tunaozungumza wanaongea kwenye kikosi cha kwanza ni zao la wapi? La Masia la academy kwao ndani kabisa. Kwa hiyo ina maana Yanga na endapo huu mfumo utakriki vizuri, wakawa na uhusiano mzuri na Sevilla. Kwa sababu ni ukweli usiopingika, sisi na bara la Ulaya walishatuzidi kwenye vitu vingi sana. Inapokuja swala la football na nini, kwa ina maana sisi nakuwa ni vyepesi kusoma. Na ndio maana umesema vizuri ukasema kwamba leo wachezaji wanaofanya vizuri kwenye national team wengi wao ni matilo kutoka nje. Umezungumzia kina Chazi Mombwa, Miroshi, wote mfano kama Miroshi anacheza Uturuki, huyu anacheza nani Scott City, nani Mombwa Scotland, anacheza England EPL, Tarini Al-Lakia Championship, hata huyu mwingine anacheza Championship, Haji Mnoga, Ulaya. Kwa unaona wale ni Ulaya material. Kwa ina maana wana elimu nyingi ambao wamepata kutoka Ulaya, wamekuja tumetuongezea na wachezaji wetu wa ndani wamefanya kitu kikubwa. Kwa ina maana hata Yanga wakibahatika wachezaji wameenda kule Hispania wamepata experience, wameongeza vitu vingine. Kwa wakirudi wakavi-apply huku kwetu
Ukashangaa kijana anapanda katika misimu, baadaye unamwona anapandishwa kwenye kikosi cha wakubwa. Utarajie kwamba utapata cream iliyoandaliwa vizuri yenye misingi mizuri ya academy. Kwanza uhusiano mzuri uliopo kati ya Yanga na South Africa. Kumbuka ile ilifungua ili tawa alikuwa ni mwalimu kutoka South Africa kama unakumbuka vizuri. Unakuja unaweka Hispania leo, kwa maana unakuwa umemwandaa kijana mwenye cream ya hali ya juu kwenye mpira. Na kama ni talent, una uhakika kwamba ile talent hata ukiweka sokoni unawake inaweza kukulipa mara 2 ya ile gharama ambayo umeitumia kufanyaje kuwekeza. Mfano leo hii tu tukimaliza tukasema Barcelona amuuze Lamine Yamal. Leo amweke sokoni aende kumuuza. Naamini anaweza akarudisha pesa yake yote aliyoitumia na kila kitu, na akawa baada amepata. Kwanza tukiwapanga wale wachezaji, labda tuseme tupange top 10 ya wachezaji ambao wana thamani kubwa sana kwa sasa, hata top 5. Lamine Yamal anaingia. Tukisema kwa wachezaji ambao ni vijana ambao wanachipukia hawa wenye thamani kubwa zaidi, Lamine Yamal utamkuta ni namba 1. Alafu atafuata wengine wakina Desire Du wale, usijua wakina nani watakuja huku chini, wakina yule dogo huko Chelsea ni Estivao watafuata huku chini. Barcelona ameitengeneza La Masia kuwa feeder club, kwamba anailisha Barcelona ya wakubwa. Vipaji kutoka La Masia vinailisha timu kubwa. Tanzania ndio kuwa na academy sio tatizo. Tatizo imekuwa ni kuvitunza na kuviendeleza vipaji vile. Juzi kati hapa kwenye dirisha lililoisha lile, tuliambiwa kwamba Clement Mzize, kuna klabu kutoka Afrika iliweka bilioni 5 mezani. Lakini bado Yanga alikuwa na jeuri ya kumuuza, hawakuwa na ile tamaa, kumaanisha kwamba wanamthamini zaidi Mzize, wanaamini kwamba huyu Mzize sasa hivi kama thamani yake ni bilioni 5, miaka 2 mbele kuna klabu italeta bilioni 10, 15 kumtaka Clement Mzize. The more muda unaenda, kama atakuwa na ile consistency ya kuendelea kufanya vizuri zaidi, thamani yake haitabaki pale pale kama ilivyo mwaka jana. Miaka 2 mbele thamani yake itakuwa juu zaidi. Sasa haya mashirikiano ambayo tunayaona yanakuwepo kati ya vilabu vyetu vya Tanzania na Ulaya. Kwa Tanzania imesema ni Azam FC ndio inafanya professionally zaidi. Kwa mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia wachezaji wake kutoka academy wanasafiri kwenda Ulaya, hasa mataifa mawili kwa nilivyoshuhudia, Sweden pamoja na Denmark. Yes. Sasa ukuti yale ni mataifa ambayo Azam FC tayari ameanzisha ushirikiano nao. Ashaka misingi yake. Kwamba hata leo nikituma kijana wangu na uhakika ataenda mahali na anaweza kupata timu kwa sababu tuna uhusiano mzuri. Sasa ndani ya Yanga huu ushirikiano dhidi ya Sevilla utakuwa ni ushirikiano mzuri sana. Mimi nilisema naamini Tanzania kuna vipaji, la kuna changamoto moja nataka tuende. Kuna mchezaji mmoja wa Chelsea alikuwa anaitwa Oscar. Ile Chelsea akina Ramirez, yakina Juan Mata, yakina Nemanja Matic, ile wao ndio wako kuja ile. Kuna kijana mmoja alikuwa anatoka Brazil anaitwa Oscar. Wakati ili soka la kuanza kutumia pesa nyingi sana kusajili wachezaji, kulipa mishahara, yale mapinduzi yalikuwa yanakuwa pressurized. Yani soka la Uingereza lilikuwa linakuja kuathiriwa na mabara mengine. Nitagusia bara la Asia. Bara la Asia kuna taifa la Japan lilikuja na program maalum ya kutaka kuinua ligi yao kwenye taifa lao, lakini pia kuinua vilabu vyao. Unazungumzia Yokohama, unazungumzia Shanghai na China kule, Shanghai Shenhua, sijui unaelewa vile vilabu. Chelsea kuna nadhani ni Shanghai walikwenda wakamchukua yule kijana Oscar. Alikuwa bado ni kijana na very potential, very potential player. Ana kipaji kikubwa, wakaja wakamchukua, wakampeleka kumficha kule Asia. Vilabu ambavyo hata UEFA Champions League havishiriki, ndio michuano mikubwa kabisa kwa ngazi ya vilabu, kiacha FIFA Club World Cup inafuatia UEFA Champions League kwa hapa chini. Siku moja anafanywa mahojiano, alisema nyinyi mnatuona sisi tunacheza, mnaenjoy, mnafurahia kutuona tukicheza kwenye TV au viwanjani, lakini nyuma yetu kuna watu wengi zaidi ambao wanatutegemea, na tunatokea familia ambazo ni za uchumi wa chini, kwa maana ya familia za kimaskini. Na kuna mmoja pia alishaye kusema, nimemsahau nani, ndamkote, alisema mpira wa soka unachezwa na wachezaji maskini. Yani ndio nadharia ilivyo, kwamba mpira wa soka unachezwa na wachezaji kutoka familia duni. Ukitazamia academy ya Yanga Soccer School kwa ada ambayo wameiweka, unajua kitamka 400,000 kuna mtu ni hela, yani ni hela ya vocha. Ukisema 400,000 hata saizi anakupa kama anakupa buku hiyo 400,000. Lakini sasa kwa hizo koti kutoka kwa wachezaji wa Kibrazil, na ndivyo ilivyo. Hata Anthony aliyekuwa Manchester, ambaye saizi yuko Real Betis kwa mkopo, pia alishaye kuzungumza akasema mimi nimetoka kwenye familia ya kimaskini. Wachezaji wengi zaidi wanaocheza soka, na ndio uhalisia, wanatoka familia za chini. Hata kuna documentary moja Sadio Mane nimewahi kuitazama, akakiri pia alitoka familia ya chini. Yani ni kati ya 100%, 75
wanatoka familia za uchumi wa kawaida au uchumi wa chini kabisa. Kwa ada ambayo wameiweka Yanga Soka Academy, ninaona kwamba kuna changamoto wanaweza kuipata, kwamba kuna vile vipaji asilia ambavyo vingi vinatoka kwenye familia hizi ambayo nimezungumzia, familia duni. Hawataweza kulipa ada hiyo na wataikosa fursa ya kwenda pengine kupata nafasi ya kupata elimu kwenye Yanga Soccer School, na pengine hata kufungulia milango zaidi na Yanga Soccer School kwenda hata Sevilla ambako wameanzisha nao mahusiano. Kama umesikia vizuri documentary, kuna mahali alisema aliwahi kukosa mpaka viatu. Huyo Sadio viatu ndio. Ina maana ile ni cream, endapo wale Generation Foot wangelimwacha au ile misingi ada ingekuwa kubwa. Ada ingelikuwa kubwa asiweze kujiunga na academy. Naamini leo hii Sadio Mane tunamzungumzia kwa makubwa akiwa na Liverpool. Leo tusingekuwa tunamzungumzia kwa ukubwa wetu tulionao. Asingekuwa amepata heshima aliyoipata nchini Senegal kwa makubwa aliweza kufanya kuyatenda, ukiachana aliweza kurudisha katika jamii. Kwa hiyo tunarudi swala la ada ndio linakuwa gumu kwa baadhi ya wachezaji. Kuna wachezaji wanashindwa kulipa ada ili waweze kujiunga na academy, lakini kwa sababu mtu amekiamua, ndio maana ile, kama kuna neno moja leo kuniambia Florence, asema kitu kama unakitaka wewe binafsi, haijalishi kinatumia gharama gani, uko radhi kufanyaje kukifikia. Hiyo tunasema ni commitment. Yes, kwa hiyo ina maana hata kama mchezaji ndio gharama ni kubwa, tunakubaliana hiyo, uwezo kukataa. Kuna baadhi ya watu wengine, kuna familia nyingine zipo zinashindwa mpaka kupata chakula milo 3 ya siku. Kuna familia inashindwa kupata milo 3 na unakuta ndani kwenye ile familia kuna kijana mmoja hapo ana uwezo wa kucheza mpira vizuri. Kwa hiyo tayari ukishamwekea ada kama hiyo, tayari umemfanya yeye aweze kushindwa kufikia kufikia ndoto zake. Lakini alikuwa na uwezo wa kucheza mpira. Lakini unapokuja swala la ada, uwezo kalikata kwa sababu ile ni taasisi. Alafu sisi ni Afrika. Ingekuwa Ulaya labda na sehemu nyingine ungesema afadhali. Inapokuja swala la Afrika, kwa sababu kuna namna ya kuandaa kambi, kuna vitu vingi ambavyo huwezi kawalaumu Yanga kuweka ada kubwa, wala huwezi kumlaumu. Yani ina maana inakuta sasa situation inabaki kwamba inakuwa katikati, kwa sababu hamna kulaumiwa. Kwa sababu utakapoenda labda academy, wamekuita kwenye academy, utahitaji kula, utahitaji mazoezi, utahitaji mipira. Kuna vitu vingi utabidi ufanyiwe ukiwa ndani ya academy, ambapo ina maana kama wataweka ada ndogo ya kila mtu kuiweza, ndio ile tunakuja kurudi kule academy imeanza mwezi mmoja, miezi miwili, mwisho wa siku academy imekufa. Kwa hiyo lazima uweke kiwango cha pesa kadhaa ili uwe na wakati, kama unaiendesha ile kampuni uhakikishe sija kafanyaje ikaanguka. Kwa hiyo ndo lengo la kuweka ada. Lakini nakukumbusha, ndio pesa inakuepo, ada inakuepo kiasi kama hicho, lakini kuna baadhi ya familia 400,000 ndio kipato cha mwaka mzima. Can you imagine? Tena wengine hata 400,000 hawaifikishi, ni kipato cha familia miezi 12, 400,000 hawaifikishi. Sasa kuna kitu kinaitwa sponsorship, kwamba ndio kuna kijana anakuja na kipaji, hana uwezo wa kifedha, tunamsponsor, tunamlipia gharama. Ikitokea kuna klabu imemhitaji, tunaenda tuna sign contract, kuna percent ambazo tutaanza kumkata baada ya yeye kufanyaje, kuwa amepata shavu tunasema sasa kipengele kipaji tunakionaje? Yani swali shida hapo, unampa platform, kile kipaji unakionaje? Utapewaje platform kama hujalipa hiyo ada ili waweze kuona nini, waweze kuona kipaji chako? Sasa mada nadhani imezidi kunoga zaidi, lakini muda wetu sio rafiki. Mtazamaji wa Data Sports, nao unaweza kushiriki nasi kwa kuweka comment yako hapo chini. Je, huu ushirikiano ulioanzishwa kati ya Yanga na Sevilla unaona itaenda kuwalipa zaidi Yanga? Tutaona wachezaji wengi wa Kitanzania wakivuka boda na kwenda nchini Hispania kujiunga na klabu ya Sevilla kufanya majaribio kwa maana trial, lakini hata pia masomo na elimu mbalimbali. Unaweza kutokea hapo comment, lakini pia usisahau kusubscribe, na ukisubscribe usisahau kubonyeza alama ya kengele kwa maana ya notification. Kila vipindi vinapokuwa vinapanda vya Data Sports unakuwa wa kwanza kuhabarika. Jina langu ni Alice Sagara, nilikuwa na Hassan Saddam. Florence Renatus ndiye msimamizi, na anasema Simba na Yanga zina mengi ya kujifunza kutoka barani Ulaya.